James Bobo Orengo, wakili miaka 78 bado unataka kurudisha Mjaluo maandamano governor? 78. Hadi Mungu amekupea miaka yako kawaida, amekupea bonus 18 years. Bado unasema ati unataka kurudi barabara, atalinda mwananchi. Nataka niulize wafuasi ya governor James Orengo, kwa sababu wengi wao hawajui pesa ambayo governor huyu anapokea kila mwaka. Hawajui kabisa. Ukipata wafuasi wa James Orengo linda mwananchi, uliza governor huyu wenu anapeanga pesa ngapi? Hajui. Wacha niwalimishe. James Bobo Orengo kila mwaka anapokea 6.6 billion plus addition 1 billion plus 800 ya ushuru ya Siaya. Inakuja pesa ngapi? 7.8 billion. Siaya ni kichaka, hakuna barabara, hakuna maendeleo, wafanya biashara hawana sitima, hakuna chochote inaweza sababu Siaya. But governor analinda mwananchi. Governor analinda tumbo yake. Governor analinda tumbo yake. My friend, mheshimiwa governor, huwezi kudanganya. 7.8 billion ya wana Siaya haionekani mahali popote. Hiyo pesa governor amechukua goons zingine hapa Nairobi. Hao goons na hao watu ambao ni wanakwaya ndio wanarandaranda. Kila rally 40,000. Hebu usikia pesa inalipwa wa Siaya. Kila mtu ambao Orengo anatoa hapa Nairobi 40. But mwananchi wa Siaya County anataka dawa hakuna. Pesa ya dawa Orengo amechukua, analipa naye goons wa Nairobi. Pesa ya Siaya Orengo amechukua, anafanya naye mobilization ya linda mwananchi. Kabisa. Ukienda hospitali unakufa kwa sababu dawa hakuna. Nurses wa kumgomo, wafanyakazi mgomo, madaktari mgomo, walimu mgomo. But governor amechukua 7.8 billion, anafanya naye rally alinda mwananchi, analipa naye watu wa Nairobi ndio waende kujaza rally. Saa hii governor amejaza hapo na basi kama hii hapa Nairobi, anabeba watu Nairobi, kila rally hiyo basi inabeba watu. Hiyo ni pesa ya nani? Wana Siaya. Uweze chukua 40,000 ulipe watu zaidi watu 2,000 utoe Nairobi hadi wajaza rally yenu. Na ni pesa ya Siaya. Pesa ya Siaya inapotea kwa linda mwananchi. James Bobo Orengo analipa watu. Wana Siaya, mkiona governor mkimbise, ndio arudishe pesa yenu. Pesa yenu iko hapa Nairobi. Jana walikuwa wapi? Daina Taveta amebeba watu 2,000. Kila mtu 40,000 plus kwa gari. Hiyo ni pesa nini? Pesa Siaya. Ukienda Siaya maendeleo hakuna. But governor analinda tumbo yake na goons wa Nairobi. Na meno yote. Watu wengi wanadanganyana. Mimi Orengo hawezi kunidanganya. Ati Orengo ni padilile wangu. Ati sijui de facto. De facto gani? My friend, akina Orengo ni watu ambao wamesaidiwa na Odinga. 2027 tupatanini kwa deni. Wabiro. Kama utashinda tupatani kwa deni. Siaya, mkipata Orengo, mkimbize kama gari ya mera. Pesa yenu iko hapa Nairobi. Kila rally Orengo anatumia 10 million kila rally. Hiyo ni pesa wana Siaya. Kila rally Orengo anatumia pesa Siaya 10 million. Hiyo ni pesa wa nani? Na wana Siaya. Then wewe uko hapa unaambiwa ati wana Siaya watu hakuna maendeleo, barabara hakuna, maji hakuna, dawa hakuna, wafanyakazi wa kumgomo. But governor analinda goons wa Nairobi. Hatuna kubali siasa kama hiyo my friend. Mheshimiwa governor, mimi siwezi kukutukana, but heshimu wakazi, watu ambao kupigia kura Siaya, heshimu hao wana Siaya. Kabisa. Hiyo hatuna kubali my friend. Ndio kuna vijana wa Jaluo hawajui hata pesa governor anapokea pesa ngapi. Ukiuliza governor wako unampenda, anapokea pesa hajui. Governor gani patilia ya miti? Patilia ya nyumba yake. Ama patilia ya punda, ama ya ndege. My friend, hakuna mtu mjinga. Sisi ni 2 term na maendeleo. Kabisa. Si 2 term ya feko, si second 2 term ya maendeleo. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, Rais wa Bunge la Mwananchi. Na leo nataka kuongea kwa vitu machache sana tena mafupi.
Number one, sitachoka kusungumuza na kuambia Waluhya ukweli. Sina shida na jamii ya Waluhya, but niko na shida namna natembea napangwa kama mkate na mama pale Njoroge. Niko na shida namna Sifuna napangwa kama matafare na Pauline Njoroge. Ni nini Pauline Njoroge ameona kwa anatembea leo? Ni nini Pauline Njoroge ameona kwa Sifuna leo? 2013 Mheshimiwa Mudavadi boss ya Pauline Njoroge alimuita mdimoni. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Leo hii wanatuambia ati saa hii Sifuna ndio hero. My friend, Muluhya, Sifuna mission ya Sifuna amelipwa na Uhuru Kenyatta, ndio maana anakuwa monitored na Pauline Njoroge. Natembea amelipwa na Uhuru Kenyatta, ndio maana wanakuwa monitored na nani? Pauline Njoroge. Sababu kuu wagawe Muluhya ili wao 2032 warudi kwa mamlaka. Uhuru Kenyatta ndani kijana yake kama rais wa Kenya. Tunaleana vizuri? Hatuwezi kubali, my friend. Umekuwa rais, baba yako kuma rais, imetosha. Sasa Sifuna anapangwa kama matafare na Pauline Njoroge. Kila saa Njoroge amepost Sifuna. Kila saa Njoroge amepost natembea. Uwezi brand wash Waluhya, uwezi. Ninarudia, Pauline, Uhuru Kenyatta na Gachagua Mukadila hawawezi brainwash akili ya jamii ya Western Region kabisa. 2013 Uhuru Kenyatta ameita Mudavadi shaitani. Akameita tena mtu ambaye anapenda kukula mandazi na chai. Then saa hii kwa sababu Mudavadi amekataa kuwasikiza, Wetangula amekataa kuwasikiza, amechukua Sifuna, amechukua Natembea, then ana blackmail. Nyinyi ndio hero. Hakuna siku Uhuru Kenyatta atasupport Muluhya kwa president kabisa. Hakuna. Muluhya toka kwa hiyo gari ya Sifuna, toka kwa hiyo gari ya Natembea. Wao wanakula bilioni ya pesa ya Uhuru Kenyatta pale ibwa COVID-19 kabisa. Hiyo ndio pesa inakula hapo. Rais ni Kenya ni moja, Mheshimiwa William Ruto kabisa. Ukienda Western utaona Kenya William Ruto amefanyia Muluhya kabisa. Enda Busia Modern Market, kwa nini Uhuru kujenga? Aliwacha. Enda Bungoma Modern Market, kwa nini Uhuru kujenga? Aliwacha. Enda Kakamega Air Street Modern, Uhuru kujenga, Ruto anajenga. Enda Vihiga sasa inajengwa Modern Market, mambo ya affordable, kwa nini Uhuru kujenga? Level 6 inajengwa Kakamega. Sasa wanajeshi ndio wamechukua shukani, wanajenga level 6 hapo Kakamega County. Kwa nini Uhuru Kenyatta kujenga? Pombe mingi. Then uko hapa unatuambia sisi ndio Sifuna. Sifuna ni Njoroge, Natembea ni Pauline. Tunapata vizuri? Sifuna ni Njoroge, Natembea ni Pauline. Njoroge. Na hiyo ndio kweli mama, my friend. Nini Pauline amepata saa hii? Kama Uhuru Kenyatta wanaweza blackmail Mheshimiwa Chairman Maina Njenga, mtu ambaye alikuwa anashimika, mtu ameenda ameenda huko akakaa na Gaddafi kule Libya, akarudi akaenda Uganda akakaa na Museveni kwa sababu alikuwa anataka kuweka Afrika pamoja. Uhuru na Kibaki na Gachagua akakata nani? Maina Njenga Chairman. Muluhya yule mtu ambaye tunaweza fuata ambaye anatoka hapa Mlima Kenya ni kijana mmoja, Mheshimiwa Chairman Maina Njenga. Huyu ndio kiongozi tunaweza fuata. Ukienda kwake nyumbani kuna kabila zote iko nyumbani. Chai ni mingi. Ukienda kwake nyumbani aina ya kabila kuna kabila moja. Watu wanakula Uhuru Kenyatta hana huruma wala hana haja na Muluhya na Mjaluo. Gachagua hana haja wala hana huruma na Mjaluo na Muluhya. Kabisa. Yule mtu ambaye tunaweza sikiza Mlima Kenya ni Mheshimiwa Daktari Ambassador Bishop Maina Njenga Chairman. Kabisa. Huyo ndio kiongozi ambaye tunaweza sikiza. Kwa sababu hana ukabila. Chai ni mingi. Jina yake imeharibiwa ati Maina Njenga ni Mungiki. Maina Njenga ni sijui ni nani, kwa sababu walikuwa wanataka kubrand Maina Njenga ili watu wamtoroke Maina Njenga. Hatuwezi toroka kijana wetu Chairman Maina Njenga ya Mlima Kenya. Huyo ndio Mau, huyo ndio Kikuyu original ambako na damu ya Mkikuyu. Kabisa. Hao wengine ni photocopy. Uhuru Kenyatta ni photocopy, mtu ambaye amelelewa na Serala. Uhuru Kenyatta unatuambia, mtu ambaye amekula Buffalo. Maina Njenga ameteseka.
Huyo ndio mama original, anajua damu ya Mkikuyu. Hakuna damu ya Mkikuyu na kuruziti ya Mkikuyu. Nini wanatuambia hapa? Huyo ndio mama, kijana mama original. Jambo langu ya mwisho. Hii nataka kusema, wewe Mjaluo unapinga John Mbadi, wewe unafaa kupatikana Lulu Nyang'ra na upigwe makofi kweli. Pili, Mjaluo ambaye anapinga Mheshimiwa James Wandai, unafaa upigwe na upigwe kweli kweli. Kiboko. Hatuwezi kubali viongozi wetu wamepewa cheo ili watufanyie kazi, wewe unapinga Opiyo Wandai kama nani? Unapinga expert. Unapinga Opiyo Wandai kama nani? Opiyo Wandai amepewa kazi ni mwaka 2. Tunaona changes, some changes in Luo Nyanza. Sitima ni mingi. Sasa ukienda kama Dino ilikuwa ni megawati kama ngapi? Tatu. Sasa imepelekwa megawati 10. Then unataka kutuambia nini? Sasa imepelekwa ilikuwa 10, sasa imepanda inaenda kufika hadi megawati kama 30. Sitima ngengo. Haya, enda Gogo Migori County. Ilikuwa megawati kama 2, sasa inapelekwa megawati 15. Kwa sababu gani? Mheshimiwa James Opiyo Wandai expert. Asante. Wewe uko hapo unatupigia kelele. Western region hatukuwa na stima kwa sababu megawatt. Odino ilikuwa inatoa megawatt ya chini. Kule kwetu pia Gogo ilikuwa inatoa megawatt ya chini. Wandai ameupgrade mambo ya megawatt ya stima kwa Gogo. Wachini hiyo mchezo yenu my friend. Lazima tujue tukani megawatt ndio ina generate power. Kama iko chini huwezi generate hiyo power ya kutosha. Ndio maana stima ya Nyanza ilikuwa inapotea. Kwa sababu gani? Megawatt ambayo ilikuwa inatolewa iko chini. Ndugu yangu, let us support Wandai, let us support our expert. Lazima tuunge mkono Mheshimiwa John Mbadi Ng'ong'o. Kabisa. John Mbadi akona proper plan ya kuempower vijana wa Nyanza. Super expert. Then wewe uko hapo unapinga Mbadi. Mbadi ndio kijana wetu. Lazima tuwapee nafasi watufanyie maendeleo. Maendeleo ikuji siku moja. Maendeleo inakuja pole pole. Jinsi Mbadi anafanya wameanza wa mama, tunaona jinsi wanapanga mama. Tunataka wapanga hadi vijana. Lazima tupee expert wetu nafasi ya kufanya kazi. Kabisa. Bandu wachi siasa yetu ya ujinga. Hadi wewe Mjaluo unapinga Mjaluo mzao. Unapinga mtu kwa serikali. Wewe unapinga mtu kwa serikali. Unataka kutoka serikali uende wapi? John Mbadi ni expert. Budget ambayo alisoma kama hujui Kizungu, nitafute kama mjukuu bunduki. Nikutafsiria na Kiswahili ama na Kijaluo ndio ujue alipitia nini. My friend, the best financial budget since independent. Jamaa amepunguza ushuru kama ya mtumba, ushuru ya kupiga simu, vitu mingi amepunguza. Then wewe uko hapa unadanganywa na bwenyenye ambaye alipo shuru. Hiyo shuru inafanya kazi. Na hiyo shuru inafanya kazi hapa Kenya. Lipo shuru. Mheshimiwa John Mbadi Ng'ong'o, shikilia hapo, kaa hapo. Wewe ni kiongozi wetu. 2032. Nataka kuonya Mheshimiwa former governor wa Kakamega. Pea pesa. Tunataka kuona Muluya akipewa pesa ya sako. Tunataka kuona Muluya akipewa pesa. Uko na pesa ya kutosha. Mheshimiwa Paranya, we need money. We need money Wandai. We need money nani? Paranya, we need money. Umewekwa hapo na rais empower kama Wajaluo na Muluya. Umewekwa hapo ili wewe kama kiongozi wetu Tigiwi tumia akili unasawa. We need money Mheshimiwa governor. We need money Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Paranya, tunataka pesa kwa mashirika yetu. Tuko na mashirika. Tunataka pesa kama kiongozi wetu. Kabisa. Umewekwa hapo kwa niaba yetu. Usipotusaidia sasa nani atapiga kelele ya toja? Hakuna. My friend, tuache hiyo mchezo kama hiyo. We need empowerment, we need money kwa cooperatives zetu, kwa sako zetu kama waziri wa cooperative. So tunataka pesa. Ya mwisho, Bol pesa bwana. hii nataka kuongea kwa China. Wan kaka Joluo, wan kaka Uganda, wan kaka Nyikwa Juang, wan kaka Nyikwa Ramogi, Sinakuru. wao wacho kama Nyikwa Sinakuru. Watu waroni Raymond Omolo. Yes, Kabisa. Daktari Wonya Sumbi. Wao wacho kama wan kaka Nyikwa Sinakuru, Madognam. Wadwaro kaka kiongozi wa jatendwa makaluo ini mawangwa tek waketo kuomi. Geno wadudu waketo kuomi. Wan kaka bunge la wananchi
Nairobi wakwayo mondo warome kodi. Nitie jomo garo wa toki, nitie jomo tamore nok neni. Wan kaka bunge la wananchi wakwai mondo warome kodi Mheshimiwa PS Raymond Omolo. Wanjo tutam, wanyoro tutam motegno, wanjo tutam kanyo, tute mwalando, ine mwalandi, mwalanda fodebo, mwalando UDA, mwalando ODM, mwalando kurombe, waka kura. Omiyo wakwayo kama wakwayo kama Daktari Raymond Omolo wanjo wuoti wane toki wawacho kama ng'ata mopingi twago ngume dhoge wabiro lunyo ng'ata mopingo tend Ruto twagoyo ino jatelo mwang'eyo omiyo wane toki wachunge toki kendo wageno mari ni biro konyowa ya mwisho watu wa Mombasa region, Coast region, my friend, kiongozi ni moja, kiongozi ni Sultan Ali Hassan Joho. Huyo ndio kiongozi ya maeneo ya Pwani. Kama kuna mtu wowote atakaye kuja Mombasani kutukana Mheshimiwa Joho, huyo mtu apigwe kabisa, asibembelezwe, apigwe. Hakuna mtu anatoka kwao akuje kule Pwani ya inji anaanza kutukana Mheshimiwa Sultan. Akipinga Joho apinge kwao, asijaribu kuja Pwani la inji kupinga Sultan. Ukipinga Joho unapigwa, unalunywa. Hiyo sio tafadhali. Ukipinga Joho wewe unapigwa, my friend. Utakupeleka kwa Mucharia. Joho ndio kiongozi ambaye ya Pwani la inji. Joho ndio kiongozi ambaye anatambulika Pwani. Joho akitoka Pwani akikuja national politics, yeye ndio kiongozi wetu. Tunasema tu term na Joho. Na huyo ndio kiongozi. Na kwa niaba ya chama cha ODM, kama lazima William Ruto apeana nafasi ya deputy president, inaenda kwa Sultan. Sultan amesimama na sisi, my friend. Hakuna kudanganyana. Hapa hakuna tafadhali. Joho ndio kiongozi amesimama na Odinga. Kama kuna mtu anafaa kupewa deputy president kwa ODM ni Joho. Na hiyo wasikize in capital letter. Mtoto wa mama. Mheshimiwa Sultan, kama ni lazima chama cha ODM ipewe deputy president 2027 na William Ruto, wewe ndio unapewa deputy president. Kama kuna Kindiki abaki nayo. Kama sio Joho iende kwa Kindiki. Hakuna negotiation nyingine. Aidha kwa Joho kwetu ama kwa Kindiki. Hakuna mtu mwingine. Wale wengine wabaki pale pale. Joho ndiye amesafa kwa Raila. Joho ameshikwa, amenyang'anywa walinzi kwa sababu Raila Amolo Odinga. Kabisa. Hassan Joho, wewe ndio deputy. Kama inakuja ODM, wewe ndio unapewa. Hao wengine wasubiri kwanza. Wewe ukishapewa zako, wewe ndio kiongozi wetu. Hiyo wewe ndio kiongozi ambaye tunaangalia hapa mbele. Wewe uko na masuala ya kupeleka ODM mbele. Mkishikana na Wandai, mkishikana na John Mbadi, mnaweza peleka ODM mbele kabisa. Therefore, kwa ODM yoyote ambaye anafaa kupewa deputy president kwa ODM, Sultan. Kabisa. Hao wengine wasubiri kwanza. Joho akikuwa deputy president sawa. Kama sio Joho, Kindiki. Hakuna kupeana mali pengine. Kama sio Joho ni kwa nani? Kindiki. So Joho, anza kujiprepare yourself. Kama deputy president ukiongea, ongea kama deputy. Ukitembea, tembea kama deputy. Kabisa. Wacheni mchezo yenu. Joho ni Sultan, Sultan ni Joho. Joho ni ODM, ODM ni Joho. Asante sana, Mungu awabariki. Ukileta mchezo, tunakupeleka kwa Mucharia Rengo. Mucharia Rengo, ukileta mchezo. Orengo kwa Mucharia.